Kituo chetu cha taarifa na maarifa kata ya Pangani kilianza tarehe 12 Desemba 2023 kikiwa na waragibishi 30, ambapo katika waragibishi 30 kuna waragibishi 6 ambao hawakufanikiwa kuendelea na mapambano ya kupinga kuhusiana na mfumo dume na harakati mbalimbali zinazohusiana na kuibua na kutekeleza miradi mbalimbali ya kijamii. Lakini mpaka sasa hivi kituo kina waragibishi 24 ambao wanafanya majukumu yao vizuri na kutekeleza yale mambo ambayo tunasema ni maendeleo chanya katika jamii yetu. Kwanza nianze kutoa shukrani kwa tuseme shirika la TGNP kwa kuona umuhimu wa kuanzisha vituo vya taarifa na maarifa ili kuibua changamoto zinazoweza kuikabili jamii na kuangalia njia gani zitumike katika kuondoa changamoto hizo. Kabla ya kuanza tuseme kituo cha taarifa na maarifa, jamii yetu ilikuwa ni jamii ambayo imejawa na mfumo dume, lakini pia kulikuwa na ubaguzi wa kijinsia hasa katika masuala ya uchaguzi, ambapo ulikuwa unakuta kwamba mwanamke akichukua fomu ya kugombea alikuwa anaonekana kama ni mtu dhaifu ambaye hawezi uongozi, bali alikuwa anaonekana kwamba mwenye kuweza uongozi ni mwanaume. Baada ya kuwa tumeanzisha kituo cha taarifa na maarifa, tumeweza kuondoa dhana ya kwamba kiongozi anastahili kuwa mwanaume tu, bali tukawaaminisha jamii kwamba kila mtu ana fursa ya kuwa kiongozi bora katika jamii yake, ikiwa wanawake ndio wanaongoza katika kigezo cha uaminifu kwenye uongozi wa serikali za mitaa na serikali kuu. Lakini pia katika jamii zetu kupitia kituo cha taarifa na maarifa tumeweza kuibua tuseme vipaumbele mbalimbali na kuvitekeleza, ambavyo hali ya kwamba mwanzo hapakuwa na tuseme kituo cha kuibua vipaumbele na kuvitekeleza. Mfano, tulikuwa na upungufu wa walimu mashuleni, lakini kupitia vituo vya taarifa na maarifa tulifanya ushawishi wa kuonana na mamlaka zinazohusika na ajira, tukapata walimu, ongezeko la walimu. Mfano, mimi nikiwa kama mwenyekiti wa shule ya msingi Kidimu, nilifanya ushawishi na uragibishi katika ofisi ya mkurugenzi wa halmashauri ya mji Kibaha na kupelekea kutoka walimu 9 tuliokuwa nao kuja kufikia walimu 26 ambao sasa hivi wanafanya kazi katika shule ya msingi Kidimu. Kwa hiyo hayo ni mafanikio makubwa ambayo nimeyapata kutokana na ujasiri na uwezo niliojengewa kutokana na kituo cha taarifa na maarifa hapa Pangani. Lakini pia tumeshiriki katika kutatua tuseme kesi za ukatili wa kijinsia ambazo zimekuwa zikijitokeza katika jamii. Jamii imekuwa ikiripoti masuala ya ukatili wa kijinsia. Sisi kama kituo cha taarifa na maarifa tunafuatilia kesi za ukatili wa kijinsia na kuhakikisha zinachukuliwa hatua kupitia ofisi za idara ya ustawi wa jamii na zinachukuliwa hatua na kufanyiwa kazi. Kwa hiyo kwa maendeleo yaliyofanywa na kituo cha taarifa na maarifa, tumejikuta jamii tunayoishi ni salama. Kwa hiyo vitendo vya ukatili wa kijinsia vimepungua kupitia harakati zinazofanywa na waragibishi katika vituo vya taarifa na maarifa. Na mwisho nipende kushauri serikali kwamba kituo cha taarifa na maarifa ni kituo muhimu sana ambacho kikiwepo kwenye jamii inafanya mambo kwa weledi na kwa kuogopa kwamba kuna watoa taarifa. Kwa hiyo kwa maana halisi kwamba maendeleo ya kituo cha taarifa na maarifa ni maendeleo ya jamii kwa ujumla, na ningependa sana kwamba kituo cha taarifa na maarifa kiendelee kujengewa uwezo na watu waendelee kupata mafunzo mbalimbali ya kuendelea kutoa taarifa na kuibua vipaumbele mbalimbali ambavyo tumekuwa tukitoa taarifa za kila mwezi na kuonekana kwamba kuna mabadiliko chanya katika jamii zetu. Katika vipaumbele ambavyo tumeibua kama KC ambavyo vinafanywa kazi na serikali, tumeibua vipaumbele vinavyotokana na miundombinu ya kijamii kama vile zahanati, lakini pia shule. Mimi napendezwa sana mradi uendelee kwa sababu unaendelea kuleta mtazamo chanya au na maendeleo chanya katika jamii, kwa sababu jamii wameshatambua kabisa kwamba uwepo wa kituo cha taarifa na maarifa kumepelekea kuleta mabadiliko chanya katika jamii zetu. Nimepata mafunzo zaidi ya mara 7 kupitia mradi wa Wila ambao tulifanyiwa na watu wa TGNP na
chuo cha serikali ya mtaa Hombolo. Mafunzo hayo ni ya mambo ya usawa wa kijinsia na bajeti yenye mlengo wa kijinsia. Mafunzo haya yamenisaidia kwanza kubadilisha mtazamo kutoka mambo tu ambayo tulikuwa tunafanya ambayo yalikuwa yazingatia masuala ya kijinsia. Hata wakati wa uandaaji na upangaji wa bajeti tulikuwa tunafanya kienyeji sana, tulikuwa hatushirikishi, yani ile ushirikishwaji wa jamii ulikuwa haupo. Lakini baada ya mafunzo yamenisaidia hata kwenye eneo langu la kazi, mipango na bajeti tunaanza kuibua kwenye ngazi za msingi kabisa ambazo ni ngazi za chini. Tunaibua kuanzia kwenye mikutano ya jamii. Kabla ya mmafunzo kuletwa, sisi mipango yetu na bajeti zilikuwa zinaandaliwa tu ofisini. Wanakaa mtendaji na kamati yake ya mtaa na mwenyekiti, wanatengeneza mipango, inapelekwa manispaa. Yani mipango ile ilikuwa haifiki kwa jamii, yani ilikuwa sio vipaumbele vya jamii. Lakini kupitia KC tumeweza baada ya kupata mafunzo, na watendaji wa mitaa pia walipata mafunzo kupitia miradi, wamepata uelewa sasa kumbe mipango na bajeti haitengenezwi ofisini, inatengenezwa kupitia mikutano ya jamii. Kwa hiyo mipango yote na bajeti imekuwa inapita kwa wananchi kuibua vile vipaumbele ambavyo moja kwa moja vinawagusa wanajamii. Bajeti zetu zimezingatia makundi yote. Kwa mfano kwenye vikundi hivi vya wanawake, vijana na walemavu, walikuwa wanakopeshwa kiasi kidogo sana kwenye miradi yao. Baada ya kupata mradi tukaweza kupata elimu, tumeweza kuibua vikundi vingi vya wanawake na wanawake wamejitokeza wenye miradi na wameweza kukopeshwa, na kiasi ambacho wanakopeshwa sasa hivi sio zile fedha ndogo, wanakopeshwa fedha nyingi ambazo wanaweza kuinua miradi yao na kuboresha kipato cha kaya. Kupitia kituo cha taarifa na maarifa kata ya Pangani kimesaidia sana. Kuna mabadiliko mengi tofauti na zamani. Kipindi cha zamani wakati mwingine tulikuwa tunaenda kuhamasisha jamii tukiwa sisi viongozi ambao ni waajiriwa. Lakini kupitia hao KC ambao wanatokana na jamii moja kwa moja, baada ya kituo kuanzishwa wakawa wanaingia kwa jamii kwenda kutoa elimu hata kwenye mikutano ya wananchi. Imebeleta mabadiliko, imechangia wale wananchi kuweza kuwaelewa kuliko sisi ambao siku zote tuko nao huku wanaona mambo ni yale yale. Lakini kupitia wa KC ambao ni wanatokana na wananchi, wamekuwa wamebadilisha sana mitazamo na fikra za jamii. Kupitia KC tumeweza kupata mradi wa shule ya sekondari Vikawe, ambayo wanafunzi walikuwa wanatoka kwenye huo mtaa, kutoka kwenye mtaa wa Vikawe mpaka mtaa wa Kidimu ni zaidi ya kilomita 4 kufuata sekondari ilipo. Baada ya KC kuona ile kwamba ni tatizo, watoto wengi hawamalizi form 4, wakalifikisha kwa uongozi wa serikali ya mtaa ya Vikawe, likaweza kuibuliwa kwenye mkutano na ikaenda kwenye ODC imefika halmashauri, na tunashukuru imetengewa bajeti milioni 750 na hivi karibuni sekondari inakwenda kuanzisha. Kwa hiyo haya ni matunda ya KC. Tuna shule ya msingi mpya ambayo inatarajia kujengwa, shule ya msingi Miwale, ambao watoto walikuwa wanatoka, na ni watoto wadogo wa shule ya msingi, walikuwa wanatoka mtaa wa Miwale kufuata sekondari na ni shule ya msingi Kidimu, na wengine walikuwa wanaenda Vikawe ambapo ni mbali na ni watoto wadogo. Watoto wengine ni hawa watoto wa chekechea. Lakini kupitia KC waliweza pia kufika ofisi ya serikali ya mtaa Miwale na kuweza kuongea na mwenyekiti kupeleka hiyo changamoto kwa ofisi ya serikali ya mtaa Miwale, na ilikaweza kupatikana eneo kupitia kwa mdau, na baadaye mipango ile ikaenda kuibuliwa kwa wananchi. Ilivyoibuliwa kwa wananchi imetengewa bajeti ya milioni 280, na hivi shule ya msingi pia Miwale inakwenda kutatua kero na changamoto ya wananchi ya watoto wa shule ya msingi ambao walikuwa wanakwenda kufuata shule umbali mrefu. Kuna visima vya maji kwenye shule zetu 3 zimeibuliwa na KC kwamba hizi shule tuliona watoto wa kike hata wakati wa kwenda zile siku zao za hedhi wanapata shida kujisafisha. Shule zetu zilikuwa hazina maji. Mfano shule ya msingi Kidimu, shule ya sekondari Kidimu, shule ya msingi Mkombozi ni eneo ambalo lilikuwa halina maji kabisa. Kwa hiyo watoto wa kike hao wakawa wanapata changamoto wakati wa zile siku zao za hedhi. Kwa hiyo kupitia KC wakaweza kwenda kuenda kwa mwalimu mkuu, na mwalimu mkuu
wakaweza kuomba wafadhili, mfadhili akaweza kuchimba visima, na sasa hivi wale shuleni pale pana visima vya maji kwa ushirikiano wa KC na kamati ya shule. Miradi mingi ambayo wameshiriki KC ilianzia ngazi ya mitaa. Kwa hiyo kuna ushirikishwaji kati ya viongozi wa serikali ya mitaa na hawa KC. Hata wakati kituo kinaanza tuliwatambulisha kwenye ODC, kwa maana ya ODC inabeba wenye viti wa serikali za mitaa ambao pia ni wajumbe wa kikao hicho cha kamati ya maendeleo ya kata. Kwa hiyo walitambulishwa pale na tukaomba kwamba wawape ushirikiano. Kwa hiyo wanapokelewa vizuri kwenye hizi ofisi zetu na wenye viti huwa wanatoa ushirikiano. Kupitia mafunzo haya vimeibuliwa vitu vingi. Kuna mradi ambao unaenda kutekelezwa kwa mfano wa shule ya sekondari, ambapo jamii imekaa na ikaona kwamba kuna umuhimu kwa kuwa kuna umbali mrefu kutoka eneo la shule ya msingi mpaka ilipo shule ya sekondari. Kwa hiyo ni wameibua wao wenyewe kwa kuona umuhimu pia, lakini pia kumlinda huyu mtoto wa kike. Manake watoto wa kike wanatoka umbali mrefu. Sasa wakaona kwamba kupitia hili ni vizuri wakafuatilia na kuibua na kuhakikisha kwamba shule hii ya sekondari inajengwa hapa katika mtaa wetu wa Vikawe. Kupitia mafunzo haya ya wilaya TGNP tumekuwa tukishirikisha wanawake katika kushiriki mipango ya bajeti ya maendeleo, kwa kuwa tunajua ya kwamba mwanamke anapopewa kitu anakisimamia kwa dhati na kinaleta mafanikio na tija katika jamii. Mtazamo wangu kuhusu mafunzo haya na haki za wanawake umebadilika, kwa sababu wanawake wengi leo hii wanatambua haki zao na kufuatilia. Kwa mfano katika mtaa wangu yupo mwanamama ambaye alikuwa anaishi na mume wake, lakini wakajenga nyumba kwa pamoja, lakini baadaye yule mwanaume akawa anang'ang'ania ile ibaki kuwa ya kwake. Lakini kupitia uongozi wa mtaa na kata tumeweza kushirikiana na yule mama na tumeweza kushirikiana naye na kupata haki yake. Jamii na viongozi wa kimila wamepokea vizuri na kupitia mafunzo haya na elimu ambayo tumeipata na kuifikisha katika jamii, hawa viongozi wamebadilika mitazamo yao na kuona kwamba ni wakati sasa kumuona sasa huyu mwanamke anajipambania yeye mwenyewe, kwa sababu wakati mwingine unaweza kukuta mwanamke labda ameolewa anaishi na mumewe, lakini ya Mungu mengi. Unakuta labda yule mwanaume anavyotangulia mbele za haki, huyu mwanamke yuko anabaki akiwa hana pa kusimamia. Lakini kupitia mafunzo haya hawa viongozi wa kimila wameelimika na wamejua sasa kuna umuhimu sasa huyu mwanamke kuwezeshwa na kuanza kujipambania. Midahalo ya jamii inasaidia kuibua mipango mbalimbali na mikakati mbalimbali ya maendeleo. Kupitia mafunzo haya ya wilaya TGNP mwamko umeongezeka sana. Kwa mfano labda kipindi cha nyuma wanawake walikuwa ni watu wa nyuma, hawashiriki katika shughuli zozote za maendeleo, na hata kwenye kuuliza maswali pia mwanamke alikuwa anaogopa hata kusimama. Lakini leo hii wanawake wamekuwa ni kipaumbele, wanawake wamekuwa ndio chachu wanawasaidia mpaka waume zao kwenye jamii, wamepata elimu na fikra zao pia zimeendelea, yani fikra zao zimeendelea, uolewa umeongezeka na wanashiriki vizuri katika shughuli mbalimbali za maendeleo na kuisaidia jamii kwa ujumla.